imeandikwa. Mngerudia ile karatasi yenu ya mwisho amkuimaliza. Mtu andikie yale ambayo wamama wamesema le 8 mars 2025. Tutayapandisha. Ni raia imesema, ni wamama ambao wanazaa wanaume, ni wamama ambao wanaelimisha wanaume, ni wamama ambao wanapatia wanaume ekilibre. Ewa mwenye mwami wanapota wanamtawaza hana mwanamke. Wanataka tawaza mwami wanasema mpaka hayaoa. Mwanaume kama hajaoa ni kipande. Baba oye! Hata ananunua nyumba, hata anajenga ghorofa, nyumba ya ghorofa ya mwanaume mwenye hayaoa, abata ilomba hapo mali, haikuwake na vale, ile nyumba iko na vale, aishi mnyumba ya nyasi, lakini watu wanasema kuna mwanamke wako atoka mwana mnyasi, anikala mwana mnyasi sasa, bila fulani. Bamama oye! Bapapa oye! Wamama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira, na kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira ameufanya mwezi wa 3 serikali zetu zote ulimwenguni zikubali kama ni mwezi wa mwanamke. Na kwa sababu yeye ndio mkuu wa nyakati na majira, ameufanya mwezi huu kwa wale wa Kristo wa Katolika ni mwezi wa Bikira Maria. Kwa hiyo mwanamke ameinuliwa kwa hali ya kidini, kikanisa, na ameinuliwa kwa hali ya kiserikali. Ndiyo maana tunatanguliza na kumpongeza tena kwa bidii na kwa nguvu sana rais wetu mheshimiwa, tukimtaja Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye tumpigie makofi. Tumpigie makofi na salamu. Tumpigie asikie salamu zetu. Asante. Tunamshukuru kwa uongozi. Kweli amekuta vita. Wamama wamesema hapa, mtu wa miaka 60 amezaliwa muvita, anazalia muvita, na wajukuu wako wanazaliwa muvita. Hatuwezi kujipa pole kwa sababu tunajua sisi Wakongomani msingi wa vita hivyo. Na rais ametukuta, amekamata waziri, amekamata kazi, akirizi, amerizi hali ya vita, ameikuta. Na kwa leo tumesema tumpongeze sana kwa sababu anakumbana na hali hiyo kidiplomasi. Huku kwetu sisi raia wa chini, akisema muniunge mkono kukubali yale ambayo wazungu hawangelikubali, kusema watoto wa nchi ambao wanajitoa kwa kupigania amani na usalama wa nchi yao kuitwa na kutiliwa nafasi kama vile nyani, yeye amewatoa akawatia nchi yenu hiyo ipiganie kuwatia wazi uhuru na wakfu, akawatoa kwa jina
na leo tunawaita wazalendo. Tunaweza mpigia rais mikono ya shukrani kwa hiyo. Ni hasara. Vita ni kurudisha watu nyuma. Vita ni kama mkoshi kwa raia. Lakini vita hivi, raia wapenzi wa vile ya Baraka, vita hivi ungekuwa macho zaidi, kwa sababu mtu ni udongo wake. Udongo wako kwako, kwenu, ndio inakupa wewe kuwa na valeur ulimwengu. Sasa vita ambayo inakuja kukupokonya udongo, wewe utageuka nani? Ni vita ambayo ya udongo, lakini ule mwenye atakupokonya udongo atabeba na heshima yako. Utakuwa na heshima kidogo, utakuwa hauna thamani, utakuwa unamilikiwa, utakuwa mtumwa kwako, utakuwa mtumwa kwenu, utakuwa mtumwa muichi yako. Kwa hiyo ninapongeza pia raia yote ya vile ya Baraka, kwani tumeishinda ile pepo ambayo ilikuwa inaleta watu wajazwe uoga, kukimbia kwenu bure kwa kwenda kuanza kuishi maisha yenye haina heshima. Tunaomba mara tena, kila mtu amwambie mwingine, amtangazia kwamba hivi vya kupanike tuachane navyo. Wakati tunabaki imara, tunasema hapa ni kwetu, hatuna nafasi, tutakwenda na tuachie watu wengine, au tubaki watutawale kwetu. Tumetawaliwa na mkoloni, imetosha. Tuache kukimbia na adui. Shetani akiona na kuletea jaribu na unabakia huko imara, ni yeye ndio anakimbiaka. Sini vile? Ndio. Tukibaki imara, adui ni yeye atatukimbia. Kwa hiyo mambo ya kupanike hapana. Ni mambo ya kuambiana katu. Kama tulikimbia vita ya 65, jinsi tulikimbia vita ya 96, tumekimbia vita ya 98, tumezoeza adui yetu sisi kukimbia kwetu, na hapo hakuna kitu fulani. Wamezoea hivyo. Sasa tuwaonyeshe kusema tunabaki hapa, ebeba nchi yetu, atuwapatie hata udongo kidogo. Kongo oye! Kongo oye! Nguvu ya jeshi, nguvu ya wazalendo, nguvu na furaha ya rais ni sisi kuwa imara, kubaki wima bila kutingizika, kuondoa uoga, kusema no katu. Usalama wetu ubaki usalama ambao uko nguvu. Tuumiliki, tutaumiliki kwa sababu sote tunajiunga pamoja kwa umoja. Ambaye anaona kitu ambacho kiko kizuri, ambaye anasikia neno ambayo sio lizuri, anaenda haraka kuambia vitengo husika. Vitengo husika, polisi yenu mmeiona. Si mnaona kisa unapendeza? Ndio. Si mnaona kisa unapendeza? Ndio. Julisha polisi. Julisha DGM. Julisha ujasusi. Si ndio aner? Ndio. Ana watu huko hatukwake tunawaonyesha, lakini yeye inafaa julikana. Nchi yako itakuwa nguvu kwa sababu wewe raia
uko macho. Tuboreshe na kuongeza maradufu ili tuishi maisha ya fieri, maisha ya raha, maisha ya furaha. Mtu anaishi fieri kama iko mwake tu. Hawezi fanya fieri uko ugenini. Ugenini ni utumwa. Vita hivi tutawasaidia raia. Nyinyi njo baadhi ya kusaidia serikali na vitengo vyote, kuwasaidia kulinda frontiere zetu. Kila mtu ajitie kwa hali hii ya vita kama ni mjasusi. Tuna vita. Wamama wamesema Goma inaenda, sote tunajua ile. Kwa leo province yetu ya Sud Kivu, gavana wetu hatumike Bukavu. Kwenye baba wanaanza kumurarua. Lakini sisi tuna nguvu ya kusema baba hataenda nafasi. Hata kama anajipenye kwanza hapa, tutaondoa ule mtu na tununue heshima yetu, na kesho baba yetu abakie kwa nafasi yetu ile ambayo tunajua hapa ndio kukichwa ya province ya Sud Kivu. Ndio maana wenye maombi waombe, na sote kila mtu afanye ujasusi. Tuigomboe province yetu. Na gavana wetu tukimtaja Jean-Jacques Purusi apate kutuongoza kwa mahali yetu ile. Kongo oye! Sud Kivu oye!